warahmatullahi wabarakatuh. Bado tunaendelea. Yes, Waislamu wawili wakikosana adhabu yake ni nini? Kama unamaanisha Waislamu wawili wamekosana na kukataa mawasiliano, Uislamu imekataza kuendelea kugombana na kutengana kwa muda mrefu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema si halali kwa Muslim kumkatia maswaliano ndugu yake zaidi ya siku 3. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hii anasema mtu akikosana na mtu asipite siku 3 kama hujasalimiana au kuongea na yeye. Mtume amekataa. Hii hadithi ni sahihi al-Bukhari Muslim 6077 na utapata kwa sahihi Muslim pia 2560. Hiyo ni Bukhari na Muslim, hadithi ambayo umepokea na watu wa vitabu viwili, watu wawili. Adhabu yake ni nini? Hukumu idadi maalumu ya mijeledi au adhabu ya hadi iliyowekwa kwa mtu anayemkataa mwenzake, lakini ni adhabu ikiwa anadumisha msamaha zaidi ya siku 3 bila sababu ya kisheria. Anafaa achape viboko, lakini hapa viboko hijatajwa ni viboko ngapi nafaa achapwe. Sijui kama tutaenda na viboko ngapi ili tumchape. Sijui kama tutatoka viboko kama ya pombo nini, lakini nasemekana hapa kuna nafaa vile achapwe viboko. Mtume swalla sallam pia anasema kwamba watu wawili waliogombana kucheleweshwa kusamehewa mpaka wapatanishwe. Mtume anasema tuwaunganisha watu ambao walikosana. Haya, hadithi iko hapo sahihi Muslim ambao ni 2565. Hii hadithi inasema matendo onyeshwa Jumatatu na Alhamisi, na kila mmoja wenye kumwabudu Allah peke yake husamehewa, isipokuwa mtu ambaye ana adui katika yake na ndugu yake. Hadithi anasema hadithi ya sahihi Muslim anasema Monday na Thursday, hizo ni siku kila mtu Muislamu anasamehewa, kwa sababu kila mtu vitendo vizuri malaika anapeleka maoni yenu, anapeleka maombi zenu. Siku ya matendo huonyeshwa Jumatatu na Alhamisi, na kila moja mwenye kumwabudu Allah peke yake usamehe. So hizo siku mbili ni siku ya kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, na hiyo siku maombi yanapokewa. So kama umesamehewa na umekataa kuweka peace na ndugu yako, hizo siku maombi yako yapokewe. Monday na Thursday. Bora zaidi mmoja wao anaweza kutoa salamu na kuomba msamaha, hata kama yeye anaona mwenzake ndiyo mwenye kosa. Hilo inaweza kuvunja adui na kupata adhabu. So inasemekana kama wewe umekosoa na wewe umekosoa, unaweza anza omba msamaha au unaweza kutoa salamu ile kumaliza hiyo. Kuna hali ambazo inaruhusiwa kujitenga zaidi ya siku 3. Kwa mfano, ikiwa mawasiliano yana madhara makubwa au kuna sababu ya kisheria. Okay, tunapata